Tupe. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sasa. Freeman. Hayo ni ya kwangu, ya Mheshimiwa Freeman. Sasa makofi yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mheshimiwa sana Baba Askofu, mkuu wetu wa kanisa na askofu wa dayosisi yetu ya Kaskazini, Dr. Frederick Onaeli Shaw, nikitambua uwepo wa mama yetu, mama askofu, wapendwa wachungaji wetu wote walioko hapa mbele na walioko katika kadamnasi, ndugu viongozi wetu wengine wote wa kiroho, wapendwa kwaya zote zilizoshiriki, nikitambua uwepo wa kwaya wa Majusi, asanteni sana kwa utayari wenu. Kwaya ya Kijenge, ya Injili Kijenge, asanteni sana kwa kuja. Kwaya yetu ya Umoja ya Tarumbeta, asanteni sana kwa kuwepo. Kwaya zetu wenyeji wote hapa kijijini katika kanisa letu la Nshara, wapendwa washarika wenzangu, wageni wetu ambao kwa kweli mmetukimbilia kwa wingi na mmetuheshimisha sana. Napenda kutambua uwepo wenu wote na wengine wote wanaonisikiliza, viongozi, kila mmoja wenu kwa nafasi yake. Bwana wetu apewe sifa. Kwanza nimshukuru Mungu kwamba kila jambo linafanyika kwa mpango wake na kwa mamlaka yake. Pili, naomba niwapongeze sana viongozi wa usharika wetu wenzangu, wakiongozwa na mchungaji Mlai na mwenyekiti wa majengo na washarika wote wa kanisa hili, kwa namna ambavyo kwa muda mrefu wamejitoa kwa nguvu za ajabu sana kufanya kazi hii. Wanakijiji wetu, washarika wetu, wamejitoa kwa hali na mali katika kufanikisha hapa tulikofika. Sisi wengine tunajazia tu, lakini hawa wameuza mchicha, wametoa mayai, kuku wa kutosha wamepigwa mnada hapa, maziwa, miwa, ndizi. Kila mmoja ametoa kwa namna ambavyo Mungu alimjalia, na ndio kwa umoja wetu tumeweza kufika hapa tulipofika siku ya leo. Tulipofika hatua hii tuliyofika, tukaona sasa pumzi na tuishia. Lakini nikiri Baba Askofu, sio wanakijiji wa kijiji hiki na usharika huu peke yao. Tumekimbiliwa na watu wengi kutoka sharika mbalimbali, kutoka madhehebu mengine, kutoka maeneo mbalimbali. Tumekuwa tunafanya harambee za mara kwa mara. Kwa hiyo napenda kwa niaba ya wenzangu wote kuwashukuru wote ambao kwa nyakati mbalimbali, walio ndani na walio nje, wameshiriki kufanya nyumba hii iwe nyumba bora. Baba Askofu, tulikubaliana na nashukuru tulikubaliana na tunatekeleza kwamba hatuta compromise katika quality ya kazi ya Bwana. Tutajenga kanisa zuri, sio tu likahubiri injili ya Bwana, lakini likawe kielelezo cha usafi na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tulijiaminisha kwa imani hiyo kwamba kila jambo litawezekana. Niliwaomba wenzangu tukubaliane kwamba tufanye siku hii ya leo, na Baba Askofu nakumbuka tulizungumza mimi na wewe,
na nikakuomba tufanye kazi mahususi ya kuanza kampeni ya mazingira katika mkoa wa Kilimanjaro siku ya leo. Lakini baadaye tuliona kwamba tusichanganye vitu vingi kwa pamoja. Siku ya mazingira tutaitengenezea mazingira yake na wote tutashiriki, lakini kwa leo tufanye kazi moja kubwa, kazi ya kuomba msaada wa wenzetu na kibali cha Mungu ili kazi hii takatifu ikakamilike kwa mapenzi yake. Kwa tulipofikiria harambee ya leo, mimi niliwaambia viongozi wenzangu kwamba mimi nitafikia kila mtu anayeweza kufikiwa, awe ana dhambi awe hana dhambi. Kwani ni nani aliyewaambia kwamba nyumba za Bwana zinaleta watakatifu? Kazi ya injili ni ya kuwafikia wenye dhambi ili wakawe waongofu kwa Mungu wetu na nchi yetu ikawe mahali bora zaidi pa kuishi. Kwa hiyo hatukubali kuzibwa kwa sababu za kisiasa. Hatukubali kuongozwa kwa itikadi za kisiasa katika kazi ya Mungu. Na watu wote wanaomkimbilia Mungu ni wale ambao wamelemewa na mizigo, wanaomba msamaha na kibali cha Mungu. Kwa ni lazima tuombeane, tusaidiane. Na kwa kupitia kazi ya Mungu tunaweza kufanya mambo mengi ambayo tunaweza kuyaona ni magumu katika dunia ya kawaida ya mambo ya siasa na mambo ya uongozi. Kwamba kupitia kwenye nyumba za ibada tunaendelea kumwomba Mungu alegeze roho za wale ambao bado zimekaza, ili zikalegee kwa umoja wetu, kwa pamoja yetu tukaitafute Tanzania iliyo bora zaidi. Kwa hiyo Baba Askofu, kwa msingi huu tumefikia watu wengi sana. Tulialika marafiki wengi, wako ndugu zetu Waislamu hapa, wako ndugu zetu wa Kristo wa Katoliki, wako ndugu zetu wa Lutheri, wako wengine wa Pentekoste. Alimradi katika kumtukuza Mungu tulisema tumshirikishe kila mmoja, ili baraka hii ya Mungu ikitoka msiseme lile kanisa la Nshara, semeni lile kanisa letu. Na Baba Askofu, tunaomba kanisa hili mkalitumie, kanisa letu likalitumie, kwa sababu hatukusudii tu kujenga nyumba ya ibada. Kanisa hili lazima likawe ni facility ama ni center ya kusaidia vile vile kuendeleza injili kwa ambao hawajaipata. Aidha tunakusudia tukimaliza ujenzi wa jengo tutafakari sasa tunafanya nini kingine cha kusaidia jamii yetu, ikiwemo kujenga chuo cha ufundi kwa ajili ya vijana wetu, ikiwemo kufundisha vijana wetu masuala mbalimbali ya maisha, masuala mbalimbali ya environment, kupanda miti na mambo mengine kama hayo, ili kiwe ni kituo ambacho hakitatoa tu huduma ya kiroho, lakini ni kituo ambacho kitakuwa ni cha mafunzo na kimbilio la watu wengi ndani ya kijiji chetu, ndani ya usharika wetu na hata nje ya usharika wetu. Kwa Baba Askofu, nakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa kwa kweli unatutia moyo wakati wote. Na hata tulipokukimbilia kukuambia tutashindwa kulifungua kanisa hili tarehe 1 mwezi wa kwanza kama tulivyokuwa tumeahidi Januari mosi mwaka huu, ulituambia msikimbize hiyo kazi, nendeni kwa namna Mungu anawawezesha. Nashukuru tumechukua ushauri huo Baba, lakini hapa tumefika. Sasa ndugu zangu, tunapoingia kwenye harambee, niliomba marafiki zetu watatu watuongoze katika masuala haya ya harambee, bila kujali ni wapi, wa chama kipi, wa wapi. Kwa hiyo na ndugu yangu anaitwa Hans Macha, ni mfanyabiashara mashuhuri, yuko hapa, ambaye tutaomba vile vile atatuongoza katika harambee hii. Hali kadhalika rafiki yangu Mheshimiwa Mbasha naye atashirikiana na Mheshimiwa Hans kutongoza katika shughuli hii. Baba Askofu, kama mlivyosikia, malengo yetu ni makubwa sana. Na naomba tusiyaogope. Tuamini hakuna ambalo linashindikana penye kibali cha Mungu.
Ni rai yetu na ombi letu kwamba harambee hii ikawe ni harambee ya mwisho katika hatua ya awamu ya kwanza, ili wakati wowote tutakapomaliza kazi hii mwaka huu, basi Baba tuje tuifungue nyumba hii rasmi sasa, ikiwa ni kanisa ambalo limekamilika kwa huduma zote kama ambavyo tunaomba iwe. Kwa hiyo tuliwafikia marafiki wengi kwa kweli. Tumewafikia marafiki wengi, wengine hawakuweza kushiriki na sisi siku ya leo kwa sababu mbalimbali. Natambua siku ya leo ni siku ya mwisho wa mwaka. Hata hao wachache waliokuja, Baba Askofu, kwa kweli tutakuomba uwape baraka za kipekee. Wametuheshimisha sana. Hii ni siku ambayo kila mmoja anataka kubaki na familia yake. Wametoka watu wa Arusha, kuna watu wameendesha usiku kutoka Dar es Salaam, kuna watu wametoka Nairobi hapa, kuna watu wametoka Moshi, kuna watu wametoka Rombo, kuna wengine wameshindwa kuja, wanatuma tu message, bwana tumeshindwa, lakini tunasikitika sana, tumebanwa na shughuli nyingi. Maana siku ya leo na hata kesho kila familia ina la kufanya. Kwa hiyo kuwaona wameweza kukubali kufunga safari kufika mahali hapa, kwa kweli nawashukuru sana ndugu zangu, mmetuheshimisha sana. Mungu awabariki mno na mkaendelee kuwa baraka katika hatua zote za siku ya leo. Tunapokwenda kuianza harambee hii, Mheshimiwa Baba Askofu, tukiwa na hayo malengo ya bilioni 1,500,000 ili tukakamilishe kanisa hili. Kanisa kwa kawaida haliwi rated kama mahoteli. Mahoteli unaweza kusema ni 5 star, ni 4 star. Sisi tunataka kanisa 5 star. Ili tukatengeneze vile vile Wakristo 5 star. Kwa hiyo tukizungumza bilioni 1.5, wengine wanashtuka, jamaa are they serious? Na kuna wengine wananiambia, sasa mnatafuta mchango wa nini? Mbona kazi mmeshamaliza? Hii bado iko 3 star, haijafika 5 star. Kwa hiyo tumefikia wengi, na wengi wameendelea kutuchangia, na wengi wanaendelea kutuchangia. Kwa hiyo wale wachache sio wachache, wengi tu ambao wameweza kufika siku ya leo kutoka maeneo mbalimbali, kama nilivyosema, ndugu yangu Hans na ndugu yangu Jonathan watatuongoza katika kusukuma halmashauri hiyo. Tuliwafikia hata viongozi wa kiserikali. Tuliwafikia viongozi wa vyama vya siasa. Ndio sababu mnaweza kumuona Mheshimiwa Mnyika, katibu wangu mkuu, yuko hapa, ameendesha gari usiku kucha kutoka Dar es Salaam kuja kuwahi shughuli ya leo, na kesho ana kikao Dar es Salaam, lazima aondoke usiku wa leo kuwahi kikao cha Dar es Salaam kesho. Hiyo ndio level ya commitment ambayo watu wamefanya. Naona viongozi wa serikali wako hapa. Tukianza na juu kabisa, nilimfikia Mheshimiwa Rais. Nilimshirikisha Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilimshirikisha Naibu Waziri Mkuu na mawaziri kadhaa. Siwezi nikasema ni mawaziri wote, lakini mawaziri kadhaa. Na wabunge kadha wa kadha vile vile niliwafikia, bila kujali mipaka ya vyama ama tofauti zetu nyingine za kisiasa. Sasa wengine kwa kweli imekuwa vigumu wao kufika, lakini wengine wameshatutumia michango yao, wengine wameahidi kutoa michango yao, wengine wanaendelea kututumia michango yao. Tutaendelea kuwaratibu. Itoshe kusema, Mheshimiwa Baba Askofu, tuliweza kuwafikia marafiki, idadi ya marafiki 250. Kitu kimoja cha kutia matumaini ni kwamba katika wote niliwafikia, wote wa vyama vyote, wa dini zote, hakuna hata mmoja aliniambia hapana. Kila mmoja aliniambia nitashiriki. Hata wale ambao nilifikiri watakataa kabisa, waliniambia tutashiriki mwenyekiti. Basi nikaona utukufu wa Mungu una miujiza yake. Kwa hiyo
kwa sababu jambo hili kama alivyoongea baba askofu lina baraka. Lina baraka. Na baraka, huwezi kuwa na uchungu ama huwezi kuwa na ubinafsi mwenzako asipate baraka. Kwa sababu mwenzako akikosa baraka haina maana wewe utaipata. Ukiwa na roho ya kukataa baraka kumfikia mwenzako, hata wewe hiyo baraka hutaipata. Amen. Kwa hiyo nitataja majina machache, sio machache, ya wote ambao tayari wameshatoa michango yao, ambao wameshatoa either cash ama wametoa pledge zao. Nitaitaja kwa sababu nina orodha hapa, na wengine walikuwa wamethibitisha hata leo wangefika, lakini wanaamka asubuhi wana mgonjwa nyumbani, wengine wana msiba nyumbani. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo tunaelewa. Lakini ninachomshukuru Mungu, baba askofu hakuna niliyemfikia akaniambia sihitaji kusaidiana na ninyi katika kujenga nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi mniruhusu wale ambao wachache ambao hawajaweza kushiriki na sisi lakini pledge zao nimeshazipata, basi nizitaje. Alafu nikishazitaja nitamwomba ndugu yangu Jonathan na ndugu yangu Dr. Hans Macha waje basi watuongoze, tushirikiane pamoja kutenda wajibu huu. Nitaomba niwataje ili na wao tukipewa baraka tunaochanga nao baraka hizi ziwafikie. Kwa na idadi ya watu kama 30 hivi ambao tayari wametoa pledge ama wameshatoa keshi kabisa kuwezesha jambo hili kufanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Baba Askofu, nitawaomba niwataje majina na sadaka ambayo tayari wameshatuchangia, na unapokwenda kutupa baraka za Mungu basi na wao vile vile kwa huko waliko, kwa wale ambao wamepatwa na madhara mbalimbali wakashindwa kuja, basi hizo baraka zikawahusu. Nilimfikia Waziri Innocent Bashungwa ambaye naye ametoa ahadi ya kutuchangia shilingi milioni 2. Nilimfikia Waziri Nape Nnauye, naye alitoa pledge ya kutuchangia shilingi milioni 2. Nilimfikia rafiki yetu Zadok Koola ambaye alitoa ahadi ya kutuchangia shilingi milioni 1. Nilimfikia ndugu yetu Ludovic Mbasha ambaye yeye ametupa pledge ya shilingi milioni 1. Nilimfikia ndugu yetu Esther na George Matolu, dada yetu huyu na mume wake ambaye ni Mzaire, nao wametuchangia shilingi milioni 3. Ndugu yetu Leonard Mushi ametuchangia 500,000. Ndugu yetu mfanyabiashara Tadei Asei ametuchangia 500,000. Kijana wetu Reginald Mushi kutoka Dar es Salaam ametuchangia shilingi milioni 1. Ndugu yetu mwingine Johnson Minja kutoka Dar es Salaam ametuchangia shilingi milioni 1. Ndugu yetu Johnson Rukaza naye ametuchangia shilingi milioni 1. Ndugu yetu Walter Nyaki ametuchangia ana pledge ya shilingi 500,000. Ndugu yetu Profesa Masenga ana ahadi ya shilingi 500,000. Mama yetu Amy Agnes Ngowi ana ahadi ya shilingi 200,000. Ndugu yetu Steven Mbowe ana ahadi ya shilingi 200,000. Dada yetu Francisca Mushi ana ahadi ya shilingi 300,000.
Ndugu yetu Gilbert Gian Ulomi ameshatupa tayari mchango wa shilingi 500,000. Ndugu yetu Deogracius Senga ameshatupa mchango wa shilingi 300,000. Mzee wetu Mr. and Mrs. Felix Mosha wameshatupa mchango wa shilingi 1,000,000. Dada yetu Lucy Owenya ameshatuchangia shilingi 500,000. Mheshimiwa Susan Limo ameshatuchangia shilingi 300,000. Ndugu yetu Shirumisha Kwayu ameshatuchangia shilingi 2,000,000. Kaka yetu Bimelema ameshatuchangia shilingi 1,000,000. Ndugu yetu Elia Mbasha ameshatuchangia shilingi 1,000,000. Ndugu yetu Gilbert Ndesamburo Kweka ameshatuchangia shilingi 200,000. Dada yetu Sylvia Makundi ameshatuchangia shilingi 500,000. Ndugu yetu mwingine na rafiki aliyeko Perth, Australia, aitwaye Simwe Kabunga katuchangia shilingi 1,000,000. Mr. and Mrs. Nampesia kutoka Dar es Salaam nao wameshatuwekea shilingi 1,000,000. Jaji mstaafu Joaquina Dimelo ambaye naye yuko kwenye ibada yetu naye ameshatuchangia shilingi 1,000,000. Mtoto wetu McDonald Mbowe na familia yake ambao tulimzika mke wake siku za karibuni, mtoto wetu yule mwali wetu, nao wametuchangia shilingi 1,000,000. Mheshimiwa Ole Milia, James Ole Milia, mbunge wa Afrika Mashariki, ametuchangia shilingi 1,000,000 pamoja na ng'ombe mmoja. Dada yetu Mheshimiwa Karo Njiro ambaye ni mgonjwa yuko Dar es Salaam, pamoja na ugonjwa wake amesema anatuchangia shilingi 100,000. Kuna ndugu yetu mwingine ambaye ameomba jina lake lisitajwe, nitamtaja kama anonymous, yeye ametuchangia shilingi 1,000,000. Ndugu yetu Raymond Kishumbua yeye ametuchangia shilingi 1,000,000. Mheshimiwa Generali Ulimwengu ametuchangia shilingi 500,000. Mheshimiwa Aida Kena ni mbunge ametuchangia shilingi 2,000,000. Ndugu yangu Simbo Mushi ambaye yuko hapa ameshatoa pledge yake hapa, lakini kwa sababu sawa, Simbo Mushi na Renata wameshatuchangia shilingi 2,000,000. Ndugu yetu Chazi Mlawa wa Tropical Electric kashatuplejia shilingi 2,000,000. Naomba niendelee. Mheshimiwa Tundu Antipasilesu, makamu mwenyekiti wa Chadema, amepledge shilingi 5,000,000. Mheshimiwa Fredi Lowassa, mbunge wa Monduli, amepledge shilingi 5,000,000. Rafiki yetu katika Bwana Godi Mwanga ametuletea pledge ya shilingi 5,000,000. Mheshimiwa Hilary Aeshi, mbunge wa Sumbawanga, ametutolea pledge ya shilingi 5,000,000. Ndugu yetu mwingine Emmanuel Malia kutoka Kibosho aliyeko Dar es Salaam, mfanyabiashara, ametuletea pledge ya shilingi 5,000,000. Ndugu yetu Wilfred Tarimo ametuletea pledge ya shilingi 5,000,000. Ndugu yetu mwingine anaitwa Haleluya Kesi ametuletea pledge ya shilingi 5,000,000. Rafiki yetu mwingine Gaspar Kileo kutoka kule Shinyanga Gaki ametuletea pledge ya shilingi 5,000,000. Ndugu yetu Francis Kimaro kutoka Arusha ametuletea pledge ya yeye ameshatuwekea kabisa shilingi 5,000,000. Ndugu yetu Vincent Laswai, mfanyabiashara mkubwa Kaskazini, amesha pledge shilingi 5,000,000 na ametoa fedha taslimu shilingi 5,000,000. Kwa ahadi yake
ni jumla ya shilingi milioni 10. Ndugu yetu mwingine Hilary Shaw wa Hill Group ameshatulipa cheki ya shilingi milioni 10. Mheshimiwa David Matayo ametoa ahadi ya shilingi milioni 10. Mheshimiwa Davis Mosha ametoa ahadi ya shilingi milioni 10. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameshaweka taslimu kwenye akaunti yetu shilingi milioni 10. Na wa mwisho ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na familia yake wametupa tayari mchango kwenye akaunti ya kanisa wa shilingi milioni 150. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Baba Askofu, hao ndio ambao michango yao tumeshaipokea aidha taslim au kwa pledge. Kwa kweli nashukuru kusema hadi hatua ya sasa tumeshapokea zaidi ya shilingi milioni 300 katika harambee hii. Nimeletewa pledge nyingine ya shilingi milioni 1 kutoka kwa Mheshimiwa mbunge Cecilia Pareso. Kwa hiyo Mheshimiwa Baba Askofu, hawa wengine ambao hawajaweza kushiriki na sisi na hatujapokea pledge zao, tutaendelea kuwafuatilizia kupitia taratibu zetu za kikanisa na taratibu zetu nyingine za ofisi yangu binafsi. Kwa hiyo naendelea kutoa shukrani, nikiomba sasa nimuombe kaka Hans na Jonathan nje